wasiendelee kuona ugonjwa ni kwa sababu wale sasa ambao wanabeba vinasaba wanapoanzisha familia, wanaanza kupata watoto, baba akiwa na vinasaba na mama akiwa na vinasaba, wana uwezo mkubwa wa kupata mtoto mwenye sickle cell. Kwa ilikuwa ni nyuma sana yalitokea mabadiliko kwenye vinasaba na kupelekea ugonjwa wa sickle cell. Na ndio maana tunasema ni ugonjwa wa kurithi uko kwenye vinasaba. Dalili zake ni zipi? Dalili ziko nyingi. Dalili ya kwanza kama nilivyosema, kwa sababu hizo chembe zenye sickle cell hazina uwezo mkubwa wa kubeba oksijeni. Kwa hiyo kuna wakati mtoto anakuwa anapata, sio mtoto tu, hata mtu mzima mwenye sickle cell anakuwa anapata maumivu ya mara kwa mara. Sasa haya maumivu yanatokana na nini? Ni kwamba zile chembe zinaposhindwa kupita kwenye ile mishipa midogo ya damu zinaganda pale. Mwisho wa siku anapata maumivu na kuvimba viungo. Lakini dalili nyingine, wanakuwa wanapata manjano machoni. Na hiyo inatokana wakati ule sasa damu inavunjwa kupelekea kupata manjano. Changamoto nyingine au dalili nyingine ni kupungukiwa damu mara kwa mara. Kwa ni wagonjwa ambao pia mara nyingi huhitaji damu. Na dalili nyingine unaweza kukuta amevimba bandama. Hiyo ni dalili ambayo tunaiona pia mara kwa mara, na mara nyingi anakuwa anaonekana ana tumbo kubwa. Bandama na ini vinaweza vikakuwa vyote kwa pamoja. Lakini wenzetu kwenye mifupa, kwa sababu nimesema chembe hai nyekundu za damu katika hali ya kawaida huishi siku 120. Lakini kwa mtu mwenye sickle cell, yale maisha ya chembe nyekundu za damu hupunguzwa mpaka kufikia siku 10 mpaka 20. Kwa hiyo zinavunjwa mara nyingi zaidi na mifupa inatakiwa kutengeneza damu mara nyingi zaidi. Kwa hiyo unaweza ukakuta mifupa yetu hii ya hapa mbele, tunasema hii, unaweza kuniambia inaitwaje? Kama hapa usoni tuseme sio ni kipanda uso hiyo. Unakuta sasa yeye mfupa wake hapo unakuwa umekuja mbele zaidi, kitaalamu wanaita bruising of the skull. Ni kwa sababu damu kutengenezwa ndani ya uroto, ndani ya mifupa. Kwa ile mifupa ambayo iko flat ambayo inasaidia kutengeneza damu inafanya kazi mara nyingi zaidi. Kwa unakuta pia na inakuwa mikubwa kiasi hicho. Kwa hizo ni dalili chache na mara nyingi hupelekea kulazimika kwenda hospitali mara kwa mara. Kwa sababu atahitajika matibabu ya maumivu, kuongezewa damu mara kwa mara. Na wengine sasa wanapata na athari nyingi zaidi. Kuna wanaopata mpaka stroke. Kwa mwisho wa siku anakuwa ni mtu ambaye anahitaji matibabu ya muda mrefu, lakini pia ya mara kwa mara. Kwa pia tunaona changamoto nyingine wanaokutana nao wazazi, walezi au ndugu wanaohudumia wagonjwa wenye sickle cell ni gharama za matibabu au za kwenda hospitali mara kwa mara, nazo zinakuwa ni nyingi zaidi kama hatujaweza kutoa huduma ambazo ni stahiki. Sawa, msikilizaji,